Na leo bwana, mchambuzi wa soka Yahya Njenge ameamua kuwapa tahadhari mashabiki wa timu ya taifa ya Ufaransa kuelekea fainali zijazo za kombe la dunia. Hiko ndio kichwa cha habari cha leo. Na tunasema kwamba kwa nini nazungumzia hii tahadhari? Kwa sababu kwenye kambi ya timu ya taifa ya Ufaransa, wakati World Cup ikiwa inaelekea kuanza kesho, tayari kumekuwa kuna stories zinazohusu kwanza mgogoro wa N'Golo Kante na Kylian Mbappe Lottin. Inatajwa kwamba ni watu ambao ni kama hawapikiki chungu kimoja kwa sasa. Hawana mahusiano mazuri. Na story yake ilianzia kwenye issue ya kitambaa cha ukapteni, ambayo ipo video ambayo imesambaa mtandaoni, ipo sana inaonekana, ambayo Kylian Mbappe alikuwa anaingia akitokea bench, imefanyika substitution. Wakati huo uwanjani kitambaa cha unahodha alikuwa nacho N'Golo Kante. Sasa Mbappe wakati anatakiwa kuingia kikosini, yeye ndio nahodha namba 1 wa timu. Alichokifanya akamwagiza run check mchezaji mwingine wa kikosi cha timu ya taifa ya Ufaransa, akamwambia nichukulie hicho kitambaa kwa N'Golo Kante uniletee. Akavuliwa kitambaa N'Golo Kante na akaenda akavaa Kylian Mbappe kwa sababu ndiye nahodha namba 1. Kwa hiyo kuanzia pale ikaonekana kama ni kitu ambacho Mbappe amechukuliwa kama ni mtu mwenye ego sana, mtu ambaye ameonesha majivuno, ameonesha kumdharau N'Golo Kante, mchezaji ambaye ni kipenzi cha karibu kila mchezaji kwenye kikosi cha Ufaransa na karibu kila mtu wa soka. Ni ngumu kumpata mtu ambaye hampendi N'Golo Kante kwa sababu ya namna alivyo humble. Kwa hiyo imeleta taharuki kidogo kwenye kambi, lakini vile vile kuna story inamhusu Marcus Thuram ambaye ni mshambuliaji wa timu ya taifa ya Ufaransa. Yeye inadaiwa pia yupo kwenye kikosi cha Ufaransa, lakini furaha yake imekuwa nusu kwa nusu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mdogo wake anaitwa Kefren Thuram ambaye anacheza Juve. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao alikuwa kwenye kiwango bora sana, lakini hakuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ufaransa ambacho kinaenda kucheza World Cup. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo inatajwa kwamba vimemhuzunisha. Japokuwa yupo kwenye kambi, lakini ni mtu ambaye hayupo katika ile furaha ya 100%. Sasa hiyo ni migogoro ya ndani. Na kwenye rekodi, Ufaransa inakumbukwa baada ya World Cup ya 2006 World Cup ya 2006 Ufaransa walifika finali. Walicheza na Italy wakapoteza finali kwa matuta kama unakumbuka vizuri. Sasa baada ya pale kukawa kuna matarajio makubwa kwamba pengine World Cup ya 2010 wanaweza kwenda kufanya vizuri kwa sababu walikuwa wana kikosi kizuri. Wakaenda South Africa 2010, timu ikagubikwa na migogoro mikubwa sana, wakashindwa kufanya vizuri, wakatoka hatua ya makundi. Walikuwa kwenye kundi moja na South Africa, walikuwa kwenye kundi ambalo Mexico pia yupo. Ufaransa hawakushinda mechi yote kwenye kundi lao, walifanya alipita. Sasa wakashindwa kufanya vizuri kwa sababu inadaiwa migogoro ilikuwa ndio changamoto. Kulikuwa kuna shida baina ya Nicolas Anelka na kocha Raymond Dominic. Kukawa kuna shida baina ya Patrice Evra na baadhi ya wachezaji vijana kwenye kikosi, William Gallas dhidi ya Samir Nasri ambaye alilazimika kuachwa kwenye kikosi kwa sababu ya kumkosea adabu kapteni wake kwenye kikosi cha Ufaransa. Kwa hiyo kulikuwa kuna migogoro lukuki, japokuwa kikosi kilikuwa kina wachezaji wengi sana bora. Wakashindwa kufanya vizuri. Wakati huo walicheza finali 2006, 2010 wakafanya vibaya kwa sababu ya migogoro. Ukija kuitazama Ufaransa ya 2026 imecheza finali mwaka 2022 waliofungwa na Argentina. Wanakwenda 2026 wakiwa wamegubikwa na migogoro, licha ya kwamba kikosi chao kikosi kizuri kabisa. Wana ustaa mwingi sana. Wana wachezaji wazuri, lakini tayari kuna hizi taarifa za pembeni ndogo za migogoro zimeanza kutia mashaka kwenye kikosi. Kwa hiyo ndio maana nikasema natoa tahadhari kwa mashabiki wa timu ya taifa ya Ufaransa, wasije wakaenda na matokeo yao mfukoni, inaweza ikawatia stress. Haya mambo yanayoendelea nje ya uwanja, stories zinazozungumzwa za mahusiano baina ya mchezaji mmoja na mwingine, ni kama zinaigawa hivi timu yao, kitu ambacho kinaweza kikawaletea shida sana kwenye fainali hizi za kombe la dunia. La kuongezea tu, hii ya Mbappe pamoja na Kante, ikija kwenye jamii watu wanabaki na Kante kwa sababu Kante ameonekana mtulivu, pole, ana display. Hata video ukimwona namna anavyoheshimu kocha. Kuna muda wenzake wamemaliza mazoezi anakusanya vifaa. So ana rekodi nzuri ambazo zinambeba huko duniani. Mbappe ajiangalia hata talenti kabisa. Hata ukitazama hizo, kwa mfano kuna hiyo video inaonekana tambaa kinachukuliwa kwa Kante. Kuna video ambayo inaonekana wamekutana kwenye zile sehemu za kuingilia uwanjani. Ni kama kila mmoja anampotezea mwenzake. Kante anafanya mambo yake, Mbappe na yeye amesalimia wachezaji wote, lakini kama Kante hamuoni hivi. Kwa hiyo inaonekana kama ni watu ambao uhusiano wao umeingia dosari sana, japokuwa kwenye public
Kante anaulizwa, anasema hakuna shida yoyote baina yao. Anaulizwa Kylian Mbappe, anasema yeye Kante ni miongoni mwa wachezaji ambaye anamheshimu sana na wala hajawahi kuwa na tabu naye yoyote, ni watu tu wanatafsiri vibaya. Lakini maneno yanazungumza kitu kingine, vitendo vinaonyesha sura nyingine pia. Sasa na kama ambavyo video amezungumza, watu wengi wako upande wa N'Golo Kante, especially kwa rekodi za Mbappe ambazo zimeonekana hata kwenye kikosi cha Real Madrid, namna ambavyo ilisababisha Alonso kufukuzwa kazi ndani ya Madrid, hata alipokuwa PSG, namna ambavyo kocha alionekana hamuhitaji tena ili maisha yaende, na kweli maisha yanakwenda sasa hivi vizuri PSG. Kwa hiyo Mbappe ameingia kwenye huo mtego wa kuonekana ni mchezaji bora, lakini ana changamoto fulani za kitabia. Na ukiwa na changamoto za kitabia ni changamoto ya taifa. Kabisa. Ni changamoto za mafanikio. Ni changamoto kubwa hiyo. Yani hiyo ina kama ni kuadhimisha changamoto, basi hiyo inaadhimishwa kitaifa. Changamoto ya kitabia.